بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع، وأحمد الله ربنا الذي شق لتصفية حبيبه صدرا، فأسري المختار من مكة إلى فلسطين في لحظة، فسبحان من أسرى. وشق خير المرسلين طريقه في لحظة يسيرة ليلا، فكان هذا الليل من أجله ظهرا. قطع الأمين المسافة التي يقطعها البعير شهرا، تهللت وجوه الملائكة في السماء بشرا، وقالوا الحمد لله ومرحبا بمن جاءنا من الله ذخرا. أيها السادة، نحن الآن في شهر رجب، وشهر رجب إذا جاءنا ذكرنا بذكرى رحلتين ظهرتا على يدي رسول الله محمد. الرحلة الأولى أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والرحلة الثانية سماوية من عند المسجد الأقصى إلى ما فوق سدرة المنتهى، حيث لا يعلم مداها إلا الله خالق الخلق ومبدئ الكائنات. فتعالوا معي نقضي هذه اللحظات المباركة مع الرسول. ها أنا الآن أجد الأمين جبريل ينزل بالبراق ويلتقي بسيد الأنام، ويقول له يا حبيب الله، إنك الليلة مدعو لزيارة السماء. الذي دعا هو الله، والذي دعي هو رسول الله، والذي بلغ الدعوة هو كبير أمناء وحي السماء وسفير الأنبياء جبريل. إنها ليلة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها وغرد الطير فيها بتسبيح ربه. إنها ليلة طلع فيها نور السماء بأرض الصحراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametukusanya kwenye nyumba yake hii jioni hii kwa ajili ya kuyaeleza masiku yake. Mwenyezi Mungu anataka masiku yake yaelezewe. Alituambia kwenye Qur'an, wadhakirhum biayamillah. Muhammad, watajie watu masiku ya Mungu. Bila ya shaka masiku yote ni ya Mungu. Wasomi wazuri wa lugha wanajua
Hii inaitwa idhafatu tashrifia, kule kutegemezwa kitu kwamba hiki ni cha Mungu, ni kukipa utukufu kitu chenyewe. Nyumba na kila kitu hapa ardhini ni chake Mwenyezi Mungu, kwa sababu amesema walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, ni vya kwake Mwenyezi Mungu vyote vilivyomo mbinguni na vilivyoko ardhini, ni mali yake Allah, mpaka sisi ni wa kwake Allah. Mmesahau, tukipata na msiba sisi Waislamu tunacho kilma kinaitwa al-istirja'u, ni kilma cha kumrejeshea Mwenyezi Mungu umiliki. Waislamu tukifiwa tunasemaje? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kumbe na sisi ni wa Mungu. Lakini utaona ajabu, msikiti unaitwa Baitullah, ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, wakati kwa kuwa vya ardhini vyake ni vyote, ni vya kwake Mola. Hata nyumba unokaa wewe uloijenga kwa mikono yako pia ni ya kwake, lakini ile ya kwako wewe hujamsikia mtu anasema hadha Baitullah, hii ni nyumba ya Mungu. Hata mwenyewe huwezi kusema, hata kwa utani. Uliwahi kumwambia mtu ukimwashiria nyumba yako, alakhi hadha Baitullahi, hii ni nyumba ya Mungu? Hujawahi kuthubutu kufanya kitu hichi. Na wakati unakiri we mwenyewe kwamba vilivyoko ardhini vyote ni vya Allah, na miongoni mwa vilivyopo ardhini si ni pamoja na nyumba yako, basi na yenyewe ni ya Allah. Ukiona kitu kimetegemezwa kwa Mola, inaitwa idhafatu tashrifia, ni kwa sababu ya utukufu wa hicho kitu. Baitullah, Mola katukusanya kwenye nyumba hii kwa ajili ya kutajiana na kuelezana masiku yake. Wadhakirhum biayamillahi, watajie Muhammad masiku ya Mungu. Hao watu wenye kumiliki sayansi ya lugha, hichi kitu wanakiita majazi mursal, min babi dhikri dharfi wa iradati almadhruf. Mola akisema wadhakirhum biayamillahi, watajie masiku ya Mungu, hapa yametajwa masiku, lakini Mungu anataka tuhadithiane yaliyotokea kwenye hayo masiku. Wadhakirhum biayamillah, watajie masiku ya Allah, yani watajie watu yaliyotokea kwenye hayo masiku ya Mwenyezi Mungu. Tunalotakiwa kufanya hapa ni kuhadithiana matukio. Siku kama siku haina neno, chenye kuzingatiwa ni kilichomo katika hiyo siku. Ndiyo maana tumekaa hapa jioni ya leo, na wengine wenu alhamdulillah mlikuwepo na jana mkapata thawabu za kukaa msikitini. Inshallah na leo Mola atupe thawabu za kukaa hapa. Atusaidie Mwenyezi Mungu tuweze kuzungumza vizuri, atupe nguvu ya kuzungumza anavyotaka mwenyewe, anavyoridhia. Kwa sababu gani? Malaika walisema subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Umetakasika Mola wetu, sisi hatuna ilmu ila ile uliyotufundisha wewe, na sisi hatuna ilmu isipokuwa kile alichopenda Mola tukijue. Kama alivyopenda tukijue subhana, atuwafikishe kukisema anavyopenda mwenyewe. Tusiseme neno hapa sio kwa ajili ya kumridhisha Mungu, kuridhisha wengine, la, tusemeni kumridhisha yeye subhanahu wa ta'ala, aturidhie, atuongezee thawabu kwenye mifuko yetu, na iwe katika mizani ya mazuri yetu siku ya Kiyama. Na nyie wenzangu mtakao nisikiliza, Mola kujalieni msikilize vizuri, msikilize kwa namna inayomfurahisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuna usikilizaji unamuudhi Mola, yani kuna namna ya wewe kusikiliza ambayo baadaye Mungu anachukia tu. Yani wewe kusikiliza na kuto kusikiliza kwa namna hiyo, inakuwa bora kuto kusikiliza. Ndiyo nini haya maneno?
ndiyo ile tabia iliyojengwa na Waislamu wa sasa. Sitaki kusema ni nyinyi, lakini munielewe, ndiyo tabia ya Waislamu wa zama hizi, na wallahi ni tabia mbaya. Ipi? Ni ile tabia ya kuyasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu na kuyasikiliza maneno ya Bwana Mtume Muhammad kama kiburudisho, yani kusikiliza kama burudani. Unamsikiliza msemaji anamueleza Mungu anavyosema, msemaji anaelezea anavyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukitoka hapo umeshaburudika, unayawacha hapo hapo. Yani ulikuwa kwenye kiburudisho na wallahi unaburudika. Ukifika nje, kuna wengine wanakijiushabiki kidogo, anamwambia mwenzake, bwana una habari? Leo shekhe ameua kabisa, leo ndio kaua, kamaliza kila kitu. Kwa namna ulivyoburudika. Ikiwa shekhe ameua kwa kuzungumza vizuri mpaka ukaburudika, unatakiwa na wewe uue kwa kusikiliza vizuri na kuzingatia na kwenda kutumia. Ikiwa unasikiliza tu ukamwachia, basi ikawa sawa na mtu alokuwa anasikiliza mziki. Ndugu Waislamu, ukisikiliza mziki, Mungu atulinde na mambo ya miziki, halafu baada ya kusikiliza unafanyaje? Si ndio unafunga redio au TV, si imekwisha habari? Kuna la ziada gani? Ikiwa tuna tabia na sasa ipo ya kusikiliza maneno ya Mola wetu yanayotuongoza kwenye usalama, tabia ya kusikiliza maneno ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, kisha tukamwachia msemaji, tulilopata sisi ni burudani tu, wakati huo kusikiliza si bora, bora kuto kusikiliza. Maana unajikusania hoja, unakushanya hoja ya kwenda kukudhuru mbele ya Mungu siku ya Kiyama. Ulisikiliza anavyotaka na hukuzingatia na hukutekeleza, ulitosheka ukaburudika tu, bora usisikilize. Ndo maana nimesema kutoka moyoni kabisa, kwa heshima, na nyinyi wenzangu, Mungu ajalie msikilize namna anavyoridhika Mungu. Msikilize, na katika maneno tutakayoyasema limo la kuzingatia, lizingatiwe, lakini hasa kuna la kwenda kutumia, likatumiwe, ili tuendelee na safari ya kurudi kwa Mola kwa usalama, na siku ya Kiyama tukutane naye kwa usalama insha Allahu taala. Wadhakiruhum biayamillah. Tunataka kutaja matukio, na hasa tukio kubwa la safari ambayo Mola alimkirimu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, safari takatifu, rihlatun muqaddasa. Ni safari takatifu ambayo haijawahi kufanywa na mwanadamu kabla ya Mtume Muhammad, na baada yake hajafanya mwingine. Ni safari mahsusi sana, safari ya kwenda kwa Mola wake, kwenda kuzungumza na Mola wake biduni turjuman, biduni wasita. Ni msafara wa kwenda kuzungumza na Mola subhanahu wa ta'ala bila kuwepo katikati mwingine. Iwe Mola anasema na Bwana Mtume anasikia, na Bwana Mtume anasema na Mola wake anamjibu. Huu ni msafara mkubwa sana ambao Mola alimruzuku mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jana mlibarikiwa na Mwenyezi Mungu mkasafiri, rihlatun nadhariyatun fikriya, mkasafiri hapa kwa jicho la fikra, mkatoka zenu Makka karamaha Allahu taala, mkafika zenu mpaka Falastini, asimatil mamlakati Sulaimaniya, mkafika Palestina jana mkiwa naye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na safari ya ardhini ilikwisha jana. Mimi nataka tusafiri, ta'alau ma'i nurafrifu bi ajnihati rahma wa natwi sab'a tibaq ila malakuti sama bi'auni Allahi ta'ala wa husni tawfiqihi. Mimi nakualikeni hivi sasa tuanze msafara kwa pamoja,
tuanze kuzikata mbingu moja baada ya nyingine, twende zetu mpaka ufalme wa juu, lakini tunaongozwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fata'alau ma'i naqdi hadhihi al-lahdhati al-yasira wad-duqaiqati al-mubarakati ma'a ar-rasul. Tuambataneni na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuende tukayaone yaliyojiri katika msafara huu wa anga. Huu ni msafara wa anga uliofanywa na mwanaanga wa kwanza, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa kabla shuru'i fil maqsud bi'auni Allah ta'ala dhil jud, kabla sijaingia kwenye yaliyotakiwa tuzungumze hapa, nataka nikupeni sababu kidogo kwa nini Bwana Mtume anapelekwa mbinguni. Kwani Mola asingeweza basi akatafuta mahala popote hapa ardhini akafanya ndiwe eneo la mkutano kati yake na mtume wake Muhammad? Nani ilikuwa, kwani isingewezekana? Mbona wafalme, hata marais wetu hapa Tanzania, unaweza ukasikia leo Mheshimiwa Rais atakuwa na semina elekezi kwa mawaziri, manaibu waziri, wakuu wa mikoa na makatibu wakuu. Kikao hichi cha semina elekezi kitafanyika Arusha, Ngurdoto. Hamjawahi kusikia? Nani anamzuia rais kufanya hivyo? Si anaweza kuzungumza nao Ikulu, au sio? Naweza kuambia njoni Ikulu, na mara nyingi anawaita. Lakini kwa kuwa ni mfalme, yeye anachagua mahala anapopapenda. Hapa ndiyo nataka nizungumze na hawa wateule wangu. Sasa Mola kwa safari hii aliamua kituo cha mazungumzo kati yake na Bwana Mtume Muhammad kikawe angani na sio ardhini, na hiyo ni sehemu ya utukufu wake sallallahu alayhi wasallam. Kikao, eneo la kikao ni mbinguni. Kwa nini yawe hayo? Nina hakika jana mliambiwa mwaka wa tukio hili la Isra na Mi'raj yalitokea matukio ya kumuhuzunisha sana Bwana Mtume Muhammad, na ule mwaka ukaitwa Amul Huzni, Amu al-Huzni, mwaka wa huzuni. Mwaka wa huzuni kwa nini? Ilikuwa kabla ya safari hii Mtume alifiwa na mke wake mpenzi, na kwa zama zile ilikuwa ndiyo mke wake wa pekee, mke wa kwanza wa Bwana Mtume Muhammad, ambaye alimuamini Bwana Mtume wakati wanamkufuru wengine. Khadija bintu Khuwailid amanat bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama hina kafara ghairuha. Wakati wengine wanampinga Bwana Mtume, Bi Khadija alikuwa ndo Muislamu wa kwanza akamwamini mtume wake, na ndiye mama wa watoto wake wote ukimtoa mmoja. Bi Khadija kazaa na Bwana Mtume watoto wa mtume wote ukimtoa mmoja tu, ambaye anaitwa Mariatul Qibtiyya, anaitwa Ibrahim ibni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliyezaliwa na mjakazi kutoka Masri, anaitwa Mariatul Qibtiyya. Huyu mwanamke alikuwa tajiri kwa hakika, lakini baada ya kuingia kwenye mikono ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akampa Mtume usimamizi wa maisha yake na usimamizi wa mali yake, na hakumuudhi Bwana Mtume kwa mali yake. Kullukum ta'lamuna jayidan, zama hizi ukibahatika ukampata mke ana mali sana, ana mali nyingi, na pengine hiyo mali imekuwa ndo sababu ya wewe kumtafuta, sio mbaya, hata sio baya sana. Mtume kasema tunkahul mar'atu li arba'i, mwanamke anaolewa kwa moja ya sifa sita. Moja kati ya sifa sita limaliha, kwa mali yake. Unamuoa mwanamke mwenye mali upate kupumzika. Na nimeona ajabu, siku hizi ndo hitajio la vijana wengi. Vijana wengi wakifika hapa kwenye eneo la kuoa, wana macho mazuri, wanapima sana vijana zama hizi, wana pointi. Anatafuta akampate mama ambaye hatowajibika kuleta nusu kilo ya sukari, sijui kuleta mchicha nyumbani, la, yeye atakwenda nyumbani pale kuwa baba kwa maana ya baba tu, sio kwa maana ya baba, tuelewaneni. Atakwenda pale kama baba tu.
Lakini ukimpata mwanamke mwenye mali siku hizi, mara nyingi ni kwamba wanawake wenye mali walioolewa na watu duni, wale wanamume hupata mateso makubwa za hizi, ikiwa ni pamoja na kudharauliwa, kuto kuheshimiwa. Na yule mwanamke mwenye mali za hizi, wengi wao, wako wachache walonusuriwa na Mola, lakini wengi wao ni yule anataka sasa salta, anataka shauka, anataka saitara, anataka mwanamke mwenye mali za hizi wewe uwe chini yake, yeye awe juu yako. Na kuna siku utalia kilio. Unaweza ukaamka asubuhi ndani humuoni, saa 5, saa 6, saa 7 anakupigia simu. Ukiangalia namba sio ya Tanzania, sio namba ya nchini. Ukipokea simu ni yeye. Salamu alaykum. Salam. Mume wangu nilitoka mapema hivi, niko Dubai hapa, nimekuja kuchukua mzigo mara moja. Yuko Dubai, wala hakukuaga, na we huna la kufanya. Unabaki kuomba dua, Mwenyezi Mungu, huyu mwanamke nilindie huko Dubai, kwa sababu kuna Waarabu kule na wana pesa, nilindie Mola. Bi Khadija hakumfanyia hayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu mama alikufa kabla ya kadhia hii ya Isra na Mi'raj. Ukifiwa na mke wa namna kama hii, huzuni yake na maumivu yakoje? Hawa tu wa kwetu wa sasa, ukifiwa naye una msiba, na wewe mpaka unakaa eda, najikuta nao umekaa eda, utafikiri na wewe ni mwanamama. Mtume alifiwa na huyo mtu kabla ya hii kadhia. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopigwa na kupingwa na watu wa Taif, watu wa Makka, aliamua kwenda Taif kupeleka dini ya Mwenyezi Mungu kule Taif. Yaliyomkuta Taif tunayajua. Alidharauliwa kuliko Makka, na ikafika muda akapigwa kule Taif bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akanyanyaswa hivi. Matukio yalompata kabla ya safari hii, Mwenyezi Mungu aliamua kumliwaza. Alimliwaza mtume wake kwa mambo mawili nakumbuka. La kwanza, alishushiwa bwana Mtume sura ya 12 kwenye Qur'ani, inaitwa suratu Yusuf. Ilishuka suratu Yusuf, imejaa maliwazo, imejaa ile sura misukosuko waloipata mitume kabla yake, lakini walipovumilia walitokea kwenye utukufu mkubwa. Ni kama Mola anamwambia subiri kama walivyosubiri wengine. Fasbir kama sabara ulul azmi al-5 min ar-rusuli, kama walivyovumilia mitume wa zamani kwa mitihani yangu, na wewe subiri. Suratu Yusuf, anayetaka kusoma misukosuko ya maisha ikoje, aishike suratu Yusuf. Anayetaka kusoma namna gani kwenye mitihani mtu avumilie, aisome suratu Yusuf. Anayetaka burudani kama mnaoipenda, yani unasoma mpaka unaburudika, ni suratu Yusuf. Ahsan al-qasas, ndio kisa kizuri kuliko vyote kwenye Qur'ani. Mola akasema ni suratu Yusuf. Anayetaka kujua siri za kilimo, ni suratu Yusuf. Anayetaka kujua utawala, namna gani atafanya utawala, asome suratu Yusuf. Ilishuka sura hii kumliwaza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na la pili ilikuwa ni kukirimiwa safari ya kwenda mbinguni. Ni kama kwamba Mola anamwambia, ikiwa wanakudharau na kukudhalilisha watu wa ardhini, hebu njoo mbinguni uione heshima yako. Usijali na hawa, wacha wakudharau, wakutukane, wakupige mawe, wafanye havyo, lakini njoo mbinguni mtume wangu uione heshima yako ilivyokuwa kubwa. Mtume kapelekwa mbinguni kwenda kuiona hadhi yake, na naam, aliiona hadhi yake sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islamu, yaliyojiri pale msikitini Aqsa, Masjidul Aqsa Palestine, na yakamalizika, ililetwa ngazi, jia bil mi'raj, ililetwa ngazi. Mara nyingi watu wakisikia kisa hichi, wakasikia ililetwa ngazi, wanajua ni kama ngazi inaweza kutumika hapa msikitini Mtambani. Akija fundi kupiga bati huko juu, anapanda hatua moja kwenye vile ngazi vya ngazi mpaka juu, au sio? Fikra ni hivyo. La, haikuwa ngazi ya namna hiyo. Ilikuwa kinakuja kitu sawa sawa na huu ubao,
halafu mtume akipanda kinaruka naye. Yani si zile ngazi za kupanda kama tunopanda hapa kwenda kwenye mimbari. Waislamu mnanielewa? La, ni ngazi ya kama lifti, ili tuelewane. Ngazi ya kupanda mbinguni mtume ilikuwa na sura ya lifti. Sasa hapa tumeelewana. Alana ara al-amina Jibril alayhi salatu wassalam yas'adu ma'a al-habib al-mahbub. Aminu samai yurafiku amina al-ardi. Waaminifu wawili wakubwa wa Mwenyezi Mungu sasa wanafuatana safari. Muaminifu aliyeaminiwa kwa masuala ya mbinguni, Jibril alayhi salam, anaambatana na muaminifu aliyeaminiwa kwa masuala yote ardhini. Aminu samai maa amini al-ardi. Waaminifu wakubwa wawili wako safarini sasa. Msafara umeandaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanasafiri waaminifu wawili. Walikuwa na malaika wengine kusindikiza msafara huu. Jibrili ndio aminu sama kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhi quwwatin inda dhil arshi makinin muta'in thumma aminun. Mola anamuita Jibrili ni muaminifu mkubwa kule mbinguni. Na hapa duniani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hata kabla ya kupewa utume, walikubaliana watu wote, kila mtu aliye na amana yake pale Makka anataka ihifadhiwe, na huku moyo umepoa, amana ile ikawekwe kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume ndo alikuwa benki ya watu, mpaka wale makafiri wasomtaka walihifadhi mali zao kwake. Ndio mahala unaweka amana yako na huna wasiwasi. Na mwisho walimuita as-sadiqu al-amin, ni mkweli na muaminifu. Mwenyezi Mungu atupe sifa hiyo na sisi inshallah, tuwe wa kweli na tuwe waaminifu. Kitu kikubwa kilichopotea zama zetu hizi, kusema kweli, ni uaminifu. Kad ghabat anna al-amana, amana kwetu imepotea. Wa kathurat fina al-khiyana, kilichokithiri kwetu ni khiana. Uaminifu, ya subhanallah. We mtafute mtu alafu mwambie, sikiliza ndugu yangu, mimi nasafiri na kwenda nje ya nchi kikazi, na kwenda Dubai, na kwenda Qatar, na kwenda wapi kikazi, na kwenda China, lakini unaweza kwenda huko ukashindwa maisha na mara moja ukaamua kurudi. Sasa na kuachia amana yangu vijipesa hivi milioni 25 30, hebu nihifadhie. Siku nitakaporejea baada ya kushindwa huko, utanirejeshea amana yangu ili nipate mahala pa kuanzia maisha. Zama za sasa ukishamfanyia mtu hivyo, ukampa milioni 25 akutunzie, ukishampa na ukampa mgongo, unaondoka na yeye atageuka aelekee kibla. Akielekea kibla atamtoka maneno aseme, alhamdulillahi alladhi yarzuku man yashau bighairi hisabi. Namshukuru Mola anawapa riziki watu bila hisabu. Hii riziki kitako inaitwa imekuja yenyewe. Al-amana. Wameondoka waaminifu wawili kuelekea mbinguni. Fa idha huma bibabi samai dunia. Mtume kafika mlangoni kwenye mbingu ya kwanza. Natamani mjue kama nilivyojulishwa mimi kwamba lisamai abwabu, mbingu ina milango. Hii mbingu mnayoiona inayo milango ya kupita kwenda juu na milango ya kutoka juu kuja chini. Mbingu ina milango. Aliyesema mbingu ina milango nani? Ni yule yule aloiumba mbingu mwenyewe. Muumbaji wa mbingu ndo katuambia mbingu zina milango. Yakulu subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kadhabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu samaa wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyati. Mola anasema waliozipinga aya zangu na wakafanya kibri kwenye ardhi bila ya haki, la tufattahu lahum abwabu samai, haitofunguliwa milango ya mbingu kwa ajili ya roho zao kupita. Haitofunguliwa milango ya mbingu. Una mahallu shahid, kumbe mbingu zina milango. Na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tumeambiwa
akifa mtu mwema, idha mata al-abdu salih, akifa mtu mwema, Mola nasi atujalie tuwe watu wema na tufe tukiwa wema. Idha mata al-abdu salih wal muslimu sadiq fa innahu yabki alayhi mawdhi'ani, akifa mtu mwema kuna sehemu mbili zinamlilia mtu mwema. Mawdhi'un fi sama wa mawdhi'un fil ardi, kuna sehemu ardhini inamlilia mtu mwema, machozi inamlilia. Usiseme mbona watu wema wanakufa wengi na mimi sijaona hiyo mbingu ardhi inaliaje, mbona sijaona machozi ya ardhi inaliaje. Ukisema hujawahi kuona machozi ya ardhi inavolia, na mimi nitakwambia hebu nionyeshe machozi ya samaki yakilia. Na samaki huwa analia wakati mwingine, na mimi utabidi uonyeshe machozi ya samaki. Kuna wakati kuna mdudu mdogo namli, naye huwa akalia, sio? Sisimizi anaweza akalia. Sasa pia utanionyesha na hayo machozi ya sisimizi. Unatakiwa kujua kinacholia, sio lazima we uone machozi yake, ni kwamba jambo hulia. Kuna mahala ardhini akifa mtu mwema panalia, na kuna sehemu mbinguni akifa mtu mwema panalia. Amma almawdhi'u alladhi yabki alayhi fil ardi faha hiya al-amkinatu allati kana yasjudu fiha, zile sehemu zinazomlilia hapa ardhini, ndugu Muislamu, ni yale maeneo ambayo huyo mtu mwema alikuwa anamsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zile sehemu ulizokuwa ukiweka paji lako la uso kwa ajili ya kujinyenyekeza kwa Mola wako, zile zinatoka machozi, zinakukosa zile, zinakubisi, natoka machozi. Wal mawdhi'u fi sama huwa almawdhi'u alladhi satas'adu ruhuhu fihi, ni ile sehemu ambayo roho yake huyu mtu mwema alokufa itapita roho yake kuelekea huko mbinguni. Kuna mahali roho ikitolewa anakwenda kukabidhiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale itakapopitishwa roho yako, kwa kuwa ni mtu mwema, na penyewe pia panakulilia. Tuthibitishe kilio cha mbingu na ardhi kwenye Qur'ani. Qur'ani ituambie mbingu inalia na ardhi inalia. Yaqulu maulana jalla thanauhu kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika awrathnaha qauman akharin. Njoni hapa. Fama bakat alayhimus samau wal ardu wama kanu mundharin. Haya ni maelezo kuhusiana na kugharikishwa watu wa Firauni alayhi laana. Firauni na kaumu yake wamegharikishwa kwenye maji. Mungu ametueleza mambo yao, lakini baada ya gharka yao Mola anasema fama bakat alaihimus samau wal ardu, hazikulia kwa ajili yao mbingu wala hazikulia kwa ajili yao ardhi. Wama kanu mundharin, na wala hawakupewa muda. Ala, kumbe watu waovu kama Firauni wakifa hawaliliwi na mbingu wala hawaliliwi na ardhi. Mafhumu mukhalafa, wakifa watu wema mbingu na ardhi zinawalilia, waovu hawaliliwi. Tufahamu mbingu zina milango. Bwana Mtume kafika kwenye mlango wa mbingu ya kwanza. Yeye ni mgeni huko. Innahu dhaifun ilahiyu, ni mgeni wa kimungu siku hiyo. Kufika uwingu wa kwanza, zikaanza kanuni za adabu za kimungu. Mwenyeji, ukiwa unasafiri una mwenyeji wako, hutakiwi kuwa mbaramaki. Si siku hizi wa baramaki, yani we ni mgeni huko unapokwenda na unaye mwenyeji, lakini utatokea we kuwa msemaji zaidi kuliko huyu mwenyeji wako. Kila mahala unajua na kila jambo ueleze wewe, wakati mgeni. Bwana, unaona huu msikiti napita Kinondoni hapa miaka ya nyuma, mbona kuna mtu anakaa hapa Kinondoni nyuma ya msikiti, alafu unataka kumfundisha msikiti ulivyo? Ule ni ubaramaki, ule ni kujitia ujuzi, na sio adabu ya ugeni. Mgeni katika adabu yake awe msikilizaji zaidi kuliko kuwa msemaji zaidi. Mgeni anatakiwa kuwa anasikiliza zaidi kuliko kusema. Algharibu ama walau kana basira, mgeni ni kipofu hata kama anayo macho. Anatakiwa kumsikiliza mwenyeji wake.
umegongwa mlango wa mbingu ya kwanza. Taraka baba samai ula, umepigwa mlango wa mbingu ya kwanza, hodi imehodishwa, pakasikiwa sauti uko ndani. Man hadha, ndo nani huyo anabisha hodi? Walmustaftihu huwa Jibrilu alayhi salatu wassalam. Anopiga hodi ya manini sio mgeni, ni nani? Ni mwenyeji. Mwenyeji kahodisha. Walioko huko ndani mbinguni paliulizwa, man hadha, nani huyu anahodisha? Kila Jibrilu, aliyehodisha akatoa jibu, anayepiga hodi hapa ni Jibril, na Jibrilu ndio raisul malaika fil ardhi wa fis samaa, hana haja ya kuhojiwa. Haya, Jibrilu umekuja, man maaka, umekuja na nani? Nani uko naye? Qala Muhammadun, siko peke yangu, niko na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Limekuja swali, awaqad ursila ilayhi, je, huyo ulofuatana naye ameshapewa utume? Mola kashamkabidhi utume tayari? Qala naam, Jibril kasema ndio, mimi nakuja sasa na mtu Allah kashamchagua kuwa mtume. Qila marhaban bikuma, marhaban bihi, mlango umefunguliwa, fafuti halbab, ukafunguliwa mlango. Kabla ya kuangalia ndani, tumeshafunguliwa mbingu ya kwanza. Ndugu Waislamu, tukae hapa kwenye kupiga hodi na makaribishano. Ndugu Waislamu, Jibrili ni mwenyeji kule mbinguni na takriban malaika wote wako chini yake. Kwa nini anahodisha? Ndugu Muislamu, kuna mafunzo hapa. Hata wewe nyumbani kwako ukitoka ukirudi, shika sunna hii, hodisha. Hodi humu ndani ni kwako, lakini hodisha. Hata bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa haingii nyumbani kwa kuvizia. Sisi wanamume wa leo unatamani uingie ndani, lakini uende unavizia, kwa sababu unajua nataka siku moja nikute tatizo, na kuna siku utalikuta. Kwa kuwa una hamu ya kuta tatizo, endelea tu kuvizia, siku moja utalikuta, na ukilikuta utakuwa huliwezi. Utamkuta assistant yuko nyumbani, utamkuta naibul fa'ili kashakuwa nyumbani na anapewa haki zote za fa'ili kwa sababu ya kuvizia. Nenda waziwazi, piga hodi. Wacha hayo maneno. Utasema kwani lazima nikamkute mtu wa ovyo? Unachovizia mwanamume wa leo, hupigi hodi nyumbani, shida yako uvamie, ukute kuna matatizo upigane. Sasa ukipigwa, unamjua aliyomo ndani nguvu yake. Unaweza ukavizia na ukafanikiwa, na kweli ukamkuta ulikuwa unadhani ni mkute, ukamkuta kweli, lakini huyo mtu ni miraba minne. Yani kifua chako wewe mpaka viwe vinne vitano ndo chake hichi kimoja tu. Utajikuta unatia vituko, badala ya kuleta ukali na nguvu utatoa salamu alaykum. Salamu alaykum bwana. Bwana, siku nyingi hatujaonana, kwani upo mwenzangu? Siku nyingi. Ushakuwa dhalili tena. Usivizie. Tumemwona Jibrili mbinguni ndio kwao, lakini akafika kahodisha. Amehodisha. Ni adabu dukhulil manzil. Ndio adabu ya mtu kuingia nyumbani kwake. Ingia uhodishe waziwazi, na usiwadhanie watu wa nyumbani kwako ubaya. Mtume Muhammad anasema dhannu bilmu'minina khaira, wadhanieni watu wenye imani kheri. Na kama kuna watu wenye imani kuliko mkeo, si ndio ulomchagua ukae naye nyumba moja, umemchagua ulale naye chumba kimoja, umemchagua huyu mwanamke ulale naye kitanda kimoja, lakini mpaka shuka moja si umemchagua mwenyewe? Sasa mbona humuamini? Unakuja unamvizia, unatafuta nini? Tumesoma hapa, kumbe hata kama unaingia kwako usijifiche na uhodishe. Hodi hodi. Wacheni hiyo ya kuvizia na ubaya. Unaweza kuta mashaka lakini mazuri tu, yala hayana ubaya. Jamani, haya maisha tunaoishi, tumetofautiana uwezo wetu wa maisha. Kuna watu wana uwezo wa daraja la kwanza. Kama hunielewi na kusaidia, yuko mtu ana muda mrefu mno hajawahi kufikiri, hivi mimi nitakula nini? Hivi nitavaa nini?
hivi nikiumwa nitajiuguzaje? Watoto wangu watasomaje? Kuna mtu hayo mawazo yalishatondoka nyumbani kwake, hayapo tena, hafikirii hayo. Ukimwona kaka anafikiria akaunti zake kule benki, anafikiria mapesa yake namna gani ya kutumia, anafikiria nitatumiaje, nikafungue wapi sheli, wapi nikafungue bureau de change, wapi nikafungue international school. Anafikiri matumizi. Akiamka nyumbani anatoka, wala hajui nyumbani kumepikwa nini, isipokuwa anajua akirudi atakula. Ukiona we unatoka nyumbani jioni unarudi, una uhakika nitakuta maharage, bado. Kama una taarifa ya bamia imepikwa nyumbani, we uko Kinondoni na unajua bamia nyumbani imepikwa, bado una safari. Muombe Mungu akusaidie. Waliovuka daraja la kwanza hawajui nyumbani kumepikwa nini, ila atakuta kumeandaliwa mambo mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ataikuta meza inamwambia karibu, nyosha mkono unapopataka, ni pazuri. Daraja la kwanza hilo. Lakini kuna watu daraja la pili. Ni kweli anaweza kufikiri atakula nini, anaweza kufikiri atavaa nini, lakini anapo mahala pa kwenda akapata hicho cha kukila, anacho mahala pa kuhangaika akapata hiyo sabuni ya kufulia nyumbani, anapo ni second class. Kuna daraja la tatu baya mno, Mwenyezi Mungu asitutie katika daraja hilo. Ni yule mtu kusema kweli hajui atakula nini, anaamka asubuhi, sio tu hajui kesho yake, hajui hata leo yake. Na watu wana lugha wanasema bana, nisipotoka nitakula nini mimi? Yani inabidi kule kutoka ndo apate chakula chake, sijui mnanielewa? Ili kundi wapo watu wengi mno, pengine tukiwemo sisi hapa. Anaamka wala hajui aelekee wapi, ndo kashaamka na dunia inagizagiza, hajui hata aelekee wapi, mfukoni kweusi na dunia nyeusi. Anatoka maskini, anakuja kituo cha basi hapa Mtambani hapa, anasimama, anaanza kupwenti watu wanaopanda daladala na wanaoshuka, halafu atamchagua mmoja. Bwana salamu alaykum. Wa salam. Bwana samahani, bwana mimi mwanamume mwenzio, na tumeambiwa na wazee wetu zamani bwana, mficha uchi hazai. Wana balagha. Anajua kuimbisha kaswida mpaka utacheza tu kaswida yake. Tumeambiwa bwana, mficha uchi hazai, na mimi ni mwanamume mwenzio, sasa nitajificha, nitadhalilika bwana. Mwingine atamtukana, mwingine atamkejeli, lakini kuna mtu atamsikiliza. Sikiliza bwana, mimi nafanya kazi Mwenge au Tegeta, nimetoka asubuhi nyumbani, nimepanda gari, nimefika hapa Mtambani, nadaiwa nauli, kumbe waleti nimeisahau nyumbani, nimesahau nyumbani waleti, sina hata shilingi hapa, nimesahau waleti nyumbani, nisaidie nauli tu kufika Mwenge. Anasema kasahau waleti, hajawahi kushika waleti toka azaliwe mkononi, kasahau waleti nyumbani. Watu watano watampuuza, watamtukana, atapata japo wawili watu wema, hawajaisha. Watu wema dunia hii bado wapo, atapata wawili watatu watampa. Huyu kampa 2000, huyu kampa 1000, tahamaki mpaka saa 5 ana shilingi 5000 6000, anarudi nyumbani haraka mno angalau awahishe chai. Maisha haya Mungu asitupe haya maisha mabaya sana haya. Maisha haya yanakuweka karibu kabisa na moto wa Jahannam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab alisema, "Law kana al-faqru rajulan laqataltuhu lianna al-faqra ma masha wahdahu illa wa wara'ahu al-kufru yaqulu lahu khudhni ma'ak." Ufakiri haujawahi kutembea peke yake, ila ufakiri ukitembea nyuma yake kuna ukafiri. Ufakiri na ukafiri ni kama ndugu. Ule ufakiri nyuma yake kuna ukafiri, unamwambia ufakiri usiende peke yako, nichukue na mimi. Mola atukinge na ufakiri inshallah. Sasa kwa maisha kama hayo, mtu ana chumba kimoja tukapanga na kijisebule kidogo, katembelewa na mgeni, na pengine mgeni ni dada wa mkewe au mama wa mkewe, yeye hayupo, kaenda kazini. Sasa huyu mgeni dada mtu au mama mkwe humu ndani, jioni kapewa maji kaenda kukoga. Si unajua chumba ni kimoja na anajua mkwe hajarudi, sio? Mkeo kama mama, badilisha nguo upesi hapa sebleni, kwa sababu si hayupo. Yule mkeo yuko kwa jirani kaenda kuomba kitu maskini. Unarudi huko na mpango wako ule wa kuvizia.
una mbinu yako ya kuja kuvizia. Unavizia, unafika, unafungua mlango uso kwa uso na mama mkwe akiwa hana nguo hata moja. Sasa umemuona Mzachema, hebu niambie, unarudi nyuma? Utakwenda kumkumbatia kwa kumpokea? Unaweza kaitoa fahamu, oh mama, oh hivyo hivyo hana nguo. Utafanyaje? Ulitakiwa usivizie, uje ugonge mlango, uambie salamu alaykum, ndani kuna dharura kidogo. Sasa utajipanga namna mzuri. Tumejifunza yaliyotokea uwingu wa kwanza. Jibrili anaishi mbinguni, lakini hakuingia. Angeweza kuingia tu, wala hakuna malaika angemzuia. Hakuna malaika hata mmoja angemzuia Jibrili, lakini kahodisha. Na ameulizwa, we nani? Urudi nyumbani leo upige we nani? Ukiingia ndani na makofi anaanza. Nyumbani kwangu naambia mie nani? Ushetani tu. Sema mie mumeo, nimerudi. Usikie furaha, oh karibu mume wangu, karibu kwa raha kabisa. Sasa unavizia atakupokea nani? Jibrili kagonga mlango, umefunguliwa, uko na nani? Na ni nidhamu. Hata wewe mume wangu uko peke yako, pengine mimi mke wao niko hapa sebleni hapa navaa, au sio? Uko na nani? Uko na mgeni? Basi mgeni asubiri kidogo. Waislamu nanielewa? Ni nidhamu tumeipata kwenye uwingu wa kwanza. Mtume kaingia uwingu wa kwanza, fa idha bi abihi Adam. Uwingu wa kwanza imetokea ajabu kubwa, Waislamu, ajabu kubwa sana. Hapa jana mliambiwa maneno sawa kwamba mtume alipofika Masjidul Aqsa Palestine aliwasalisha malaika wote, wale mitume wote wa Mungu. Jana mliambiwa hapa, sio? Aliwasalisha. Lamma ra'au alhabib almahbubi waqif amamahum qala lahu alkhalil Jibril ya Muhammad taqaddam litusalli bin nasi imama. Muhammad, tangulia usalishe watu. Salli bi ajma'ina li anna rabbal arshi kad a'la lakum fakhra. Tangulia usali, wewe ndio imamu wetu. Amewasalisha mitume wote wa Mungu 1,124. Mtume ni imamu. Salla bihim imama asra bihi maulahu idh malaiku warusul fil masjidil aqsa ala qadami nashi'atul khaliqil bari wa sin'atuhu wa qudratullahi fawqa ash-shakki wat-tuhami. Salla wara'aka kullu man dhi alamin wa man yafsi bihabibillahi atamimi. Amewasalisha. Ajabu ni hivi, yeye kawasalisha ardhini, yeye kapanda juu kwa lifti ambayo ndio miraji. Akifika mbingu ya kwanza akamkuta Adam kashafika. Alitakiwa akamwacha huku chini asimkute wingu wa kwanza. Fa idha bi Adam, amemuona babake Adam ambaye kamsalisha huku ardhini. Yeye kapandishwa na lifti na Mola subhanahu wa ta'ala, na Adam kapandishwa na nini? Ilikuwaje? Kumbukeni malengo ya safari. Na jana mlisomewa aya hapa, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa. Limadha kana ibtida'u rihlati masjida wal intihau masjida lianna tarbiyata as-sahihata la takunu illa fil masajid. Safari ya ardhini imeanzia msikitini na imeishia msikitini. Sasa hapa msikitini kawaacha mitume. Mbingu ya kwanza kamkuta mtume na wengine watafuata huko juu. Walikujaje? Usisahau kile kipande, linuriyahu min ayatina. Safari hii Mola alitaka kumuonesha bwana mtume Muhammad dalili za uwezo wake. Alikwenda safari ya kuona maono makubwa. Akiambiwa duniani Mola ni muweza, mtume ana hoja kwa sababu kaona. Wazalmu nanielewa? Fa idha bi abihi Adam, akamwona Nabiullahi Adam. Fasallama alayhi, kamsalimia Adam. Faradda alayhi salama, amemuitikia salamu. Waqala lahu marhaban bil ibni salih wan nabiy salih fa ni'mal majii jaa. Karibu karibu mwanangu, karibu karibu mtoto wangu na mtume mwema, karibu. Ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an yamini Adam unasan yanzuru ilayhim Adamu wa yadhhak wa an shimalihi unasa yanzuru ilayhim Adamu wa yabki fayasalu al-habibu abahu Adama man haula'i wa haula. Bwana mtume kaona
kuna watu wako mkono wa kulia wa Nabiullahi Adam, na kila Adamu akiwatazama watu wale anafurahi, anacheka. Na upande wa kushoto wa Adam kuna watu, lakini kila Adamu akiwatizama wale watu analia. Bwana Mtume kaendeleza sera ya ugeni, sio ule ubaramaki ujuaji. Hawa ndo nani? Niambie baba yangu watu hawa. Qala Adamu alayhi salatu wassalam, amma alladhina an yamini fahum ahlul janna. Mwanangu sikiliza, hili kundi la viumbe unaliona mkono wangu wa kulia, hawa ndio wanangu ambao Mola atawatia peponi siku ya Kiyama. Na sisi hapa Mola atuchanganye na hao, akatutie peponi inshallah. Wa amma alladhina an shimali fahum ahlun nar. Aba unaoona wako kushotoni ndio watu wa motoni hawa. Inshallah Mola atutie motoni sisi. Sisi moto hatuwezi kabisa. Mungu atutie peponi kwa huruma yake inshallah. Wa baada dhalika salaka an-nabiy ila samai thania. Naondoka mbingu ya kwanza na kwenda mbingu ya pili. Istaftaha Jibrilu kama istaftaha fi samai al-ula. Sura ile kuodisha, sio kuvizia. Uwingi wa pili umefunguliwa. Fa idha fiha ibnail khala Yahya wa Isa. Uwingi wa pili kakuta mitume wawili ndugu. Hawa ni ndugu. Kuna Yahya ibn Zakaria na kuna Isa bin Maryam. Hawa ni ndugu wawili, na nitakwambia undugu wao. Huyu Isa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam amezaliwa na mwanamke tu. Isa ana mama tu, hana baba, na nyote mnajua hivyo sio? Huyo mama alomzaa Isa anaitwa Maryam bintu Imrana ibn Mathan. Huyu mzee aliyemzaa Maryam, huyu alikuwa ni mtumishi katika Baitul Maqdis, alikuwa ni mtumishi wa msikiti. Mke wake alikuwa akiitwa Hannatu bintu Fakudi. Hanna bintu Fakudi ndiyo mama yake Maryam. Maryam wazazi wake ni Maryam ni Hanna bintu Fakudi, na baba yake ni Imran bin Mathani. Waislamu tunaenda pamoja? Watu hawa wamemzaa Maryam wakiwa na umri mkubwa, walishakata tabana kupata mtoto. Sitaki kuingia kwenye tarehe yao. Huyu Yahya bin Zakaria, baba yake ni Zakaria Nabiyullah, mtume wa Mungu. Mke wake Zakaria akiitwa Ishau bintu Fakudi. Ishau bintu Fakudi na mama yake Maryamu anaitwa Hannatu bintu Fakudi. Tunaenda pamoja? Utakuja uone mama yake na Yahya na mama yake na Maryam, hawa ni ndugu wa baba mmoja mama mmoja. Aliyemzaa Maryam anaitwa Hannatu bintu Fakudi, na aliyemzaa Zakaria yule Yahya bin Zakaria anaitwa Ishau bintu Fakudi. Wakristo wanamuita Elizabeti. Kwa hiyo huyu Maryam ye akaja kumzaa Isa. Umefahamu sasa kama Isa na Yahya ni ndugu. Uwingu wa pili Nabiullahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama amewakuta mitume wawili hawa ndugu, ibn al-khala, watoto wa mama mdogo na mama mkubwa, Yahya wa Zakaria. Amewakuta Yahya wa Isa katika wingu wa pili, Yahya na Isa. Faqila lahuma hadha akhukum Muhammadun. Ni introduction, huyu ni ndugu yenu Muhammad. Farahaba bih, wakampokea. Waqala marhaban bil akhi salihi wan nabiy salihi wa ni'mal majii jaa. Karibu ndugu mwema, karibu sana, karibu mtume mwema. Wamepeana salamu. Hapa kuna nukta nyingine ndugu Waislamu. Ukienda nyumba yoyote ukagonga hodi ukapokewa, linalotakiwa baada ya hapo ni kuwasalimia uliowakuta. Ni katika adabu ya kuingia ndani. Na nikwambia nyumba yoyote, hata ya kwako, umetoka safari kazini, umepiga hodi getini au mlangoni, umefunguliwa mlango, cha kwanza ukiingia ndani kwako mwenyewe wasalimie uliowakuta. Salamu alaikum, hali zenu, mmeshindaje? Jamanini, mnanielewa?
Kuna mtu hana huo mpango, anaona kuwasalimia watu ndani ni kama hadhi yake imeshuka. Basi nifike nianze kuwasalimia mimi tena, hawa si watanisalimia wao. Unazijua hali zao, wasalimie. Ndo alivyokuwa anafanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wasalimie ulowakuta ndani. Haya tumeona katika hizi mbingu anazopita Bwana Mtume ni kusalimiana. Na kuna watu wameadvance katika roho mbaya. Yuko mtu, ya subhanallah, akiwa hayupo nyumbani, familia yake wananenepa, wanamshukuru Mungu sana, alhamdulillah, saizi Mungu yule shetani hayupo saizi, mbakishe huko huko kwanza. Wanaona raha kwa kuwa hayupo. Wakijua saizi unaanza kurudi, wanasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Firauni karibu aingie humu ndani, muuza sumu. Wanakonda mkeo na watoto kwa kuwa wewe umerudi. Utakwenda kuingia motoni kwa tabia hiyo, kwa sababu kwa mkeo Mola akasema waashiruhunna bil ma'rufi, ishini nao kwa wema. Sasa kuishi na mke kwa wema ndio mpaka akonde wewe ukirudi. Ukiishi naye kwa wema ukirudi, anafurahi au anakonda? Anafurahi. Wale watoto wako wengine wadogo maskini, wewe mule ndani kama simba, unatamani kuwavuruga watu na makucha. Kwa nini? Eti wewe baba, wewe ndo baba tena, humu ndani watu wanakosa raha. Unatakiwa kuwapa furaha watu wa nyumbani kama alivyokuwa anawapa furaha watu wa nyumbani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukiingia ndani utoe salamu. Mtume kasalimiana na Yahya na Isa. Naelekea mbingu ya tatu, ndugu Waislamu. Wa fi samai thalitha iltaqa bilkarimi ibn al-karimi Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ismail alayhimus salatu wassalam. Uwingu wa tatu amemkuta mtume wa Mungu Yusuf alayhi salatu wassalam. Wajada Yusufa wa qad utiya shatra aljamali kulli. Yusuf, wameonana na bwana mtume Yusuf, Allah kampa nusu nzima ya uzuri. Hapa nataka tufurahi kidogo. Hizi sura zetu ametupa Mungu, au sio? Wewe mwenyewe unajijua kama sura yako nzuri au mbaya. Mimi siwezi kukusaidia, ila mimi niwabashirieni nyote sura zenu nzuri. Hakuna mtu mbaya, au sio? Mola sikasema laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Umeumbwa vizuri na Mwenyezi Mungu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma shaa rakabak. Kakumba Mola vizuri, lakini Mungu atengeneza uzuri wa sura zetu na tukawa wazuri, lakini huu uzuri hatulingani. Uzuri wetu sio sawa, hatulingani. Kuna mzuri zaidi, kuna mwingine kidogo hivyo, yani mambo yanaenda kama hivyo mfano wake. Na nitakuelezeni, kuna mtu, kama kuna nyumba, kuna binti anatakiwa kwenda kuposwa, ni binti anataka kuposwa kwenye nyumba, wakajitokeza vijana shabab wanakwenda kuposa, na sifa qualification ya ile nyumba ili wakupe mtoto wao ni uzuri, yani ukoone very handsome, ndio mnavyoitwa, sio? Ni very handsome boy, ndio sifa ile nyumba, wanatakiwa handsome waende. Kuna mtu mwingine anasema madhali wanakwenda hawa, mimi siendi. Kama na huyu anaenda, mimi siendi bana, mimi sipewi, siwezi kushindana handsome. Jamani, mnanielewa? Kama sifa ya uzuri, kuna mtu akitokea, wewe utarudi nyuma, utajua kabisa hii sura yangu kuna muda bwana inafanana kama kipande cha ndimu. Sasa nikienda kule sipati mke mimi. Hakadha uzuri aloutengeneza Mwenyezi Mungu wa sura zetu aliugawa nusu mbili. Nusu nzima ya uzuri alimpa mtu mmoja tu, Nabiullahi Yusuf. Nabiullahi Yusuf alipewa nusu nzima ya uzuri wa watu. Yani sisi watu wa dunia nzima, ukimtoa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tumepewa uzuri nusu nzima, tukagaiwa sote. Alafu nusu nyingine ya uzuri akapewa mtu mmoja tu, Yusuf. Isafirishe akili, utajua alikuwa na uzuri kiasi gani. Kuna wanadamu walipomuona Yusuf walidhani sio mtu. Falamma raainahu akbarnahu
wa kulna hasha lillah ma hadha bashara in huwa illa malakun karimun. Kuna watu walipomuona walijua huyu sio mtu, huyu malaika huyu. Yani mpaka watu wamejua huyu malaika kwa uzuri. Sasa ukienda naye kushindana naye vipi? Utaoa kweli? Si utatakiwa usamehe tu aendelee basi, utaoa vipi? Si hivyo tu, waqatta'na aydiyahunna, walifika daraja ya kukata mikono yao. Yani kwa kumwangalia mtu anakata pepo, anakata tufaa, sio anakata chungwa, kumbe sasa hakati chungwa, anakata mkono wake kwa kisu kikali na hasikii, kwa sababu ya uzuri anaoona kwa Yusuf. Ulama wa tabia wanatuambia alamul jismi idha iltaqa bihalawati qalbi fa inna alamal jismi yadhubu. Maumivu ya mwilini hata yakiwaje, yani mwilini hata ukiwa unaumia vipi, maumivu ya mwilini yakichanganyika na utamu wa moyoni, maumivu mwilini yanaondoka. Ukiona mwilini unaumia, ujue kwenye moyo hakuna utamu. Utamu ukiwepo, maumivu mwilini husikii. Nikupeni mifano mnaoipenda nyie. Mna mfano nitautoa, mnaupenda nyie, mimi si upendi, na bado hakuna mtu akunashawishi kuupenda. Hamjaona watu anasimama dakika 90 hivi kama mwanajeshi kuangalia mpira? Hamjaona watu hao? Na wengine si mko hapa au mbona tunakuwa kama tunaangalia chini? Sina wengine nilo mko hapa dakika 90 wima, saa nzima na nusu. Na hizo dakika 90 sio za kutulia. Bilisi yakwambia utulie na kushangilia na makelele na kurukaruka juu. Shetani akizidi na kutukana kumo. Halafu kipindi kile usikii maumivu kabisa ya miguu, au sio? Husikii kama unaumia miguuni. Utapata maumivu baada ya hiyo mechi kuisha, na hasa ukiwa umefungwa. Sasa pale kidogo utaona kidogo dhiki imeingia. Lakini ule muda wa jambo lenyewe husikii maumivu. Mnanielewa? Nakuelewa. Yakulu subhanahu wa ta'ala, wajaat sakratul maut bilhaqi dhalika ma kunta minhu tahid. Kuna kitu kitatuijia sote hapa, hakuna atakayesalimika. Kinaitwa sakratul maut, kileoleo cha kufa, yale maumivu ya kufa. Hakuna atakayepona hapa. Hakupona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sote tutapita kwenye hicho kikombe. Almautu babun wa kullu nasi dakhiluhu walmautu kasun wa kullu ahadin sharibu. Kila mtu atakufa. Na mara nyingi huwa napenda kusema, sijui kama mtafurahi maskini, na sasa hivi narudia, miaka 15 ijayo humu msikitini nusu yetu pengine tutakuwa hatupo. Miaka 15, au sio? Msilichukia, lakini ndo tunaambiana kabisa. Miaka 15 ijayo ziko sura zinasema kabisa kwamba ndio zinamalizia miaka 15 hatufiki. Na kuna wengine ukiwaangalia unaogopa hasa, unasema huyu si kama bado siku 2 au 1 sijui. Unaogopa kabisa. Tutapita. Marhaba. Allahu akbar. Isipokuwa Bwana Mtume Muhammad kapewa uzuri wote kamili, na alivyosifiwa nyinyi mnajua. Ahsanu minka lam tarakatu aini wa ajmalu minka lam talid nisau wa annaka khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad khuliqta kama tashau sallallahu alayhi wasallam. Mtume utadhani aliumbwa alivyokuwa anataka yeye. Utadhani Bwana Mtume siku alipoumbwa alikuwepo, akawa anamwambia Mwenyezi Mungu, na kuomba pua yangu ibonyeze kidogo hapa, kidevu changu kiwe kirefu kidogo, kama tashau, kama anavyotaka mwenyewe. Kwa hiyo sote wazuri hapa, lakini Nabii Yusuf ni mzuri kuliko sisi. Usione tabu, kwa sababu hapa Tanzania pana watu wamewahi kukubaliana kwamba kuna watu wazuri na wabaya hapa Tanzania, na palifanyika mashindano ya kumpata mbaya kuliko wote hapa Tanzania, na mashindano yakafanyika, na wala hayakuwa na upendeleo. Ilikuwa yani kama ni uchaguzi, ni free and fair election, ni credible election hivyo.
yakafanyika mashindano na mshindi akapatikana, kwamba yeye ndio mbaya wa sura kuliko Watanzania wote. Aliyeshika nafasi ya pili alikata rufaa kwamba ameonewa, ilitakiwa yeye ndio awe mbaya kuliko wote. Nabiullahi Yusuf fi rakmi thani baada nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, uwingu wa tatu, mtume kakutana na mtu huyo. Ukifika kwa mtu huyo, wallahi unapata tamaa ya kumwelezea, na sisi tuna safari ndefu kidogo. Na kwenda uwingu wa nne, fi samai sabia iltaqa bi nabiyillahi Idris, uwingu wa nne kamkuta mwanadamu mtume anaitwa Idrisa. Waislamu wengi wakitajiwa Idrisa wanadhani ni mtume wa hivi karibuni, yani mtume wa zama sio za mbali sana. Nabiullahi Idrisa alayhi salatu wassalam ni katika mitume wa mwanzo huko wa dunia, mwanzo kabisa. Wamekutana, wakad rafa'ahu Allahu ta'ala makanan aliyya, yuko juu huko na ana kiswa chake kikubwa sana, naelekea mbingu ya tano. Fi samai al-khamisa iltaqa bi nabiyillahi Harun, uwingu wa tano amekutana na mtume wa Mungu Harun, na kataa kurudia yale makaribishano na salamu zilizotokea mbingu za huku nyuma. Mnanielewa? Wamekutana uwingu wa tano na Nabiullahi Harun, akhu Musa, ndugu yake Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Wa fi samai sadisa iltaqa bikalimillahi Musa, uwingu wa sita amekutana na Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Wa fi samai sabi'a iltaqa bil khalil Ibrahim alayhi salatu wassalam, abul iman abul anbiya. Wa qad asnada dhahrahu ila albayt alma'mur, kwenye uwingu wa saba kamkuta Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, ukafanyika utambulisho na kusalimiana. Baada ya kusalimiana, Nabiullahi Ibrahimu amemkaribisha mwanawe, marhaban bil ibni salih, karibu mwanangu, mtoto mwema, wan nabii salih, na mtume mwema, karibu baba, fa ni'mal majii jaa. Mtume anaanza kuondoka pale kwa Nabiullahi Ibrahim, fadaahu marratan ukhra wa qala lahu ya Muhammadun balligh ummataka minni salam wa akhbirhum anna aljannata tayyibatu turba azbatu alma wa annaha qi'anu wa ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbaru wa la hawla wa la quwwata illa billahi kanzun min kunuzil janna. Karibu mwanangu, nakutuma wewe, ni mwanangu. Mtoto hapa ni Mtume Muhammad, baba Nabiullahi Ibrahim amemwambia na kuagiza, baligh ummataka minni salam, nenda wapelekee umma wako salamu. Jamanini, tumewahi sisi kusalimiwa na Nabiullahi Ibrahim kwa kuagizwa salamu zibebwe na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wapelekee umma wako salamu. Wa akhbiruhum, na usiache kuambia, annal jannata tayyibatu turba, pepo mchanga wake ni mzuri. Peponi kuna mchanga mzuri sana. Azbatul mai, na maji matamu. Peponi kuna maji matamu, na ameasifu Mola, maun ghairu asin, maji yasiyochacha yasiyovunda. Hapa duniani ukiteka maji ukayatia kwenye ndoo au kwenye pipa alafu ukayaacha yakae mwezi mzima, ukirudi utayanywa? Yananyweka tena? Yameshavunda, yameshachacha. Lakini peponi kuna maun ghairu asinin, maji yasiyoharibika. Adhbatul ma wa annaha qi'anu, na pepo ni uwanda, yani pepo ni eneo kubwa. Tusiwekeane roho mbaya. Siku hizi duniani hapa kuna roho mbaya. Kuna watu wamejipa mamlaka ya kugawa pepo hivi duniani, na Dar es Salaam wapo wanagaia watu pepo ya Mungu. Huyu haingii, huyu haingii kabisa peponi, akaingie huyu. Yako ulijenga, unagaia watu pepo, we mwenyewe umejua hali yako kwani? Nadhani huyu ndo ataingia,
na huyu bwana hata, lakini yule haingii. Yule kama mwenda wazimu anagawa pepo ya Mungu wakati hata hajui namna gani ilivyo. La, aljannatu qi'an, ni jangwa kubwa pepo. Si tumeambiwa sisi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna arduha samawatu. Unasikia Mwenyezi Mungu huyo, pepo upana wake ni mbingu na ardhi. Wa ghirasuha, peponi kuna kilimo, na sote tunatakiwa tulime kilimo cha peponi. Sijajua kama leo mmelima. Ghirasul janna, ukilima peponi kilimo chake ni wewe kusema hivi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Hebu semeni hayo maneno, ndo mnalima peponi. Hamsemi, hamtaki kulima peponi. Mnaacha watu walima bange duniani, peponi hamtaki kulima. Semeni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbaru wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kila mtu hivi sasa ninavyoongea hapa mlipokaa ameshalima peponi. Sasa sijui siku ya mita kama umelima mita 5 lakini umeshalima peponi na umeshapanda. Kumbe kuna vilimo unakwenda kuvuna peponi, unalima ardhini hapa duniani. We hulimi, kutwa nzima kinywani kwako kunatoka matusi tu, unatukana watu kutwa nzima, husemi ila mpira kutwa nzima kilimo cha peponi kipo. Ametoa salamu Nabii Ibrahimu kumpa bwana Mtume Muhammad atueleze namna ya kulima peponi. Kila saa lima, wewe na mkeo na wanao, kaeni kitako kasa, hapana kuangalia TV kila muda. TV zimedhuru ndani. Muda wote watu, mke, watoto, muda wote na TV. Mpaka limekuwa jambo gumu. Wengine hapa mnarudi nyumbani upokelewi na mkeo. Anaangalia Otomani mkeo. Anaona akitoka dakika moja atapita pointi, itampita pointi. Mpaka hali yenu imekuwa ngumu maskini. La, jifundisheni kulima. Waambie familia, leo wanangu nataka tulime kidogo, njoni hapa. Watashangaa, baba tulime tena? Maana toko umewazaa hajawahi kushika jembe hata siku moja wanao. Hawajui jembe. Mwambie ni njoni tulime. Kaeni hapa. Baba tunalima tumekaa. Ndio, kaeni hapa. Hebu nifuatisheni. Unawambia semeni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allah. Waambia wanangu tumelima. Haya ndo maelekezo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ayuha sada wal qada, tunataka kutoka uwingu wa 7. Tunaelekea wapi? Wa baada dhalika salaka an-nabiyyu ma khalilihi wa rafiqihi lirihla Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ila an wasala ila sidratil muntaha. Safari imetoka mbinguni, wamekwenda zao mpaka mahala panaitwa sidratu al-muntaha. Na kwa hadithi za bwana Mtume Muhammad, sidratul muntaha ni mti. Uko mti shajaratun fawqa samai sabi'a, ni mti uko zaidi ya mbingu 7 huko. Na kwenye mti huo ndo yanakomea mambo yote yanayotoka huko ardhini chini, mwisho wake ni hapo sidratul muntaha. Kutoka hapo hakuna la ardhini linavuka kwenda huko. Hata malaika mwisho wao ni hapo. Wamefika sidratul muntaha, ni mti. Ule mti una majani kama ya, umesifiwa majani kama ya tembo, una matunda makubwa. Msitaki kuelezea sidratul muntaha, lakini ni mti. Iltafata an-nabiyyu hawalaihi falam yajid ar-rafiqa rihlata Jibril. Wakifika sidratul muntaha, ghafla mtume anaangalia kando, hamuoni tena Jibril. Amebaki peke yake ugenini huko, kwa hali ambako mtume hajui kichochoro hata hiki hata kimoja. Mwenzake na kiongozi wa safari kapotea na hakumuaga. Fanada an-nabiyyu bi'ala sautihi ya Jibrilu afi hadha al-makani yatruku al-khalilu khalila. Jibrili upo wapi? Kweli mahala hapa ndiyo hasa rafiki anaweza kumwacha rafiki yake kwenye ugeni kama huu? Ngojeni nikupeni mfano. Hujawahi kwenda Marekani hata siku moja. Hujawahi kwenda Uingereza hata siku moja. China hujawahi kwenda hata siku moja. Basi naondoka huko China, natoka huko China bure. Kuna watu wamezaliwa hapa Tanzania kwenye kijiji fulani huko, hajawahi kufika Dar es Salaam hata siku hii.
na wengine ndugu zenu, au sio? Wewe huna ndugu zako hawajawahi kufika Dar es Salaam hapa, hauna ndugu zako hao? Haya, siku moja anakuambia kaka nakuja. Haya njoo, nitakupokea huko Mbezi Luis kwa Magufuli. Haya njoo. Unakwenda stendi, unampokea, unakuja naye, kwa mfano mnaelekea Mbagala huko Kingugi, ndio unakokaa, nampeleka ndugu yako Mbagala Kingugi. Jamani, nisiwadharau watu wa Mbagala, la, ni tuko darasani sisi hapa, na nyie vile vile watukufu, najua watu wa Mbagala. Unakuja na ndugu yako kutoka Mbezi, hajafika Dar es Salaam hata siku moja, na ni aina ya wale watu werevu ambao nyinyi mnawaita washamba. Dunia imefika pa ovyo, mmegeuza ushamba ndo mnaita ujanja, na ule ujanja mmeuita ushamba. Hakuna ujanja kwa mwanadamu kama kuchunga usalama wake. Ujanja namba moja ni mtu kuchunga usalama wake. Mtu wa kijijini akifika hapa mjini, itamchukua masaa mawili kuvuka hii barabara, au sio? Na wakati wa kuvuka utamhurumia, utadhani kama Philbert Bayi anavokatisha mbio mno, hana utani na usalama wake. Wewe mtu wa Kinondoni hapa umeitwa mjanja, unapisha gari kwa bega hivi. Na wauliza mimi, sasa mjanja wewe au mjanja yule? Kati ya wewe unafanya hivi kwa bega, alafu kuna bodaboda huku unainua mguu tu kidogo ipite. Sasa wewe mjanja mshamba? Watu wote mnaojitia mmezoea magari na hamuyapishi tena hadi mjue kama huo sio ujanja, ni ushamba. Na ndio maana mijini kugongwa watu ni kila siku, kwa sababu ya kugeuza ule ujanja mkaita ushamba. Sasa bwana anakuja na huo ujanja, ndio kwanza afike hapa. Mjanja wewe, paka anakushangaa, wewe bwana mbona upishi gari? Unaambia tulia bwana, wewe si umefika leo hapa, wewe ndio mjanja. Bwana tangulia mimi sivuki, twende bwana, wewe twende, wewe mjanja sana. Unafika Kariakoo, na ninapachagua Kariakoo penyewe mtaa wa Kongo, na muda ni saa 12 jioni hivi, karibu jua kuzama. Jamani, wakazi wa Dar es Salaam, mnapajua mtaa wa Kongo? Mida ya jioni saa 12, huna hata pa kuweka mguu. Unaye huyu mgeni wako, wewe ndio mwenyeji, alafu wewe mjanja kweli, kumbe ndo mshamba wa mwisho kabisa. Unafika naye Kariakoo, mara huyo mgeni anageuka kulia na kushoto, hakuoni, kasha kupotea, hamuonani tena. Nisaidie mimi kujaribu kupiga picha ya hali ya huyu bwana. Ana hali gani huyu mgeni? Mwingine anaweza akaamua kukaa chini analia tu basi, naamua kulia tu, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie basi tena, kwa sababu si ndio namuita mshamba. Na huo ni mtaa wa Kongo ulipomtelekeza nduguyo. Mbinguni inda sidratil muntaha. Ugeni wa huko sio kama ugeni wa hapa. Mtume anaona mwenyeji wake wa safari hamuoni. Hapa ndio mahala mwenyeji kweli anamwacha mgeni wake. Faradda alayhi Jibrilu kailan wan nabiy yasma'u sauta wala yara shakhsa. Mtume anasikia majibu ya Jibril lakini hamuoni tena. Ya Rasulullah, azza alayya firakuka ya Rasulullah huna. Innaka idha taqaddamta min hadha almakan khutwatan wahida ihtarakta, amma ana fa idha taqaddamtu khutwatan wahida lakhtaraktu. Mimi hapa bwana hatuwezi kuonana, mwisho wangu hapa sitaki kuongeza safari. Walakin wama minna illa lahu maqamun ma'lum, mimi mwisho wangu ni hapa. Wewe sio kama mimi. Nataka hapa muone utukufu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril amwambia wewe sio kama mimi. Hapa tulipofika, ikiwa wewe bwana mkubwa utaendelea kwenda mbele, utazidi kung'ara kwa nuru yako inazidi. Lakini mimi nikivuka hatua moja tu hapa kwenda mbele, hatua hii, nitateketea kwa nuru ya Mungu, siwi mzima tena. Uhai wangu utaishia hapa. Yani hadhi ya kuendelea huko mbele sio mimi tena, ni wewe peke yako. Hadhi ya kuanzia hapo kuendelea mbele ni ya mmoja tu, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sahbihi wasallam. Wa baada dhalika salaka an-nabiy madarij al-asrari hatta waqafa ala haqa'iq al-anwari wa kullu hadhihi al-anwar min nuri an-nabiy al-mukhtari. Safari imeendelea sasa, mtume peke yake
Anapita bwana mkubwa kwenye mapazia ya nuru, anaelekea, akasikia tangazo, anaambiwa zurta samawati yauma faukahunna bihim ala munawwirin billuhi lujumi hatta balagta samaan la yutau laha ala janahin wala yus'a ala kadamin wa qila kullu nabiyin inda rutbatihi wa ya Muhammadun hadha al-arshu fastalimi. Uko ni wewe tu. Ameambiwa leo umeitembelea mbingu mpaka umefika mahala hapajawahi kupitwa hapa mahala kwa ubawa. Hakuna kiumbe anayesafiri kwa mbawa akawahi kufika hapa, wala hapa habajapitwa kwa unyayo. Hakuna kiumbe anayetembea kwa miguu kawahi kufika hapa. Na kila mtume ana nafasi yake, na we nafasi yako ni kuielekea arshi ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Bwana mtume kaendelea, hatta wasala ila al-arshi al-azim. Mtume kafika destination yake. Sasa kafika mwisho wa safari, amefika kwenye arshi ya Allah. Mtu mmoja katika watu wema ametusomesha akatuambia, as-samawatu sab'u wal ardhuna sab'u binisbati lilkursi ka halaqatin fi falati. Hapa tufatane vizuri. Mbingu saba zote na ardhi zote saba ukizichanganya ukubwa wake kulinganisha na kitu kinaitwa kursi. Liko jambo linaitwa kursi, na nyinyi mnasoma kila siku wasi'a kursiyuhu samawati wal ardhi. Basi mbingu saba na ardhi saba na vilivyomo kulinganisha na kursi ka halaqatin fi falati, ni sawa na coin, ile pesa ya sarafu umekwenda kuitupa jangwani. Yaani ile kursi ndio jangwa, na mbingu zote saba na ardhi ni kama hicho shilingi moja ukilinganisha na kursi. Na ndio Mola akasema wasi'a kursiyuhu samawati wal ardhi. Au kursi imepita upana mbingu na ardhi. Wal kursiyu binisbati li arshi rrahmani halaqatin fi falati, yani hidwatun marmiyatu sahra. Na hiyo kursi iliyozipita mbingu saba na ardhi zote, na yenyewe ukienda kuitupia kwenye arshi ya Allah ni kama shilingi jangwani, kama umetupa shilingi jangwani. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Mtume kafika kwenye arshi ya Mola wake. Lamma wasala ila al-arsh kharra an-nabiyyu sajidan li maulah. Mtume kapiga sijda. Sasa kafika mahala patukufu, bwana mtume amesujudu. Aliposujudu, qala fi sujudihi at-tahiyatu lillah. Ndio ile umefika mahali unaamkia, sio? Sasa mtume anaamkia, amesema at-tahiyatu lillah, maamkizi mema ni ya Mwenyezi Mungu, was-salawatu wat-tayyibatu. Fahayahu rabbuhu, na Mwenyezi Mungu akamsalimia mtume wake akamwambia assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani iwe kwako mtume na rehma za Mungu na baraka zake ziwe kwako. Wanasalimiana Mola na mtume wake, hakuna mtu yuko huko wala kiumbe yuko, bwana mtume na Allah tu peke yao. Fa kaifa yaruddu salama, kaifa yaruddu tahiyya hadhihi tahiyya almubaraka min inda rabbi. Itakuwaje majibu ya salamu? Alosalimia ni Mungu. Sasa mtume anaitikaje salamu hii? Kaifa yaruddu rasulu tahiyya, mtume ataitikaje salamu hii? Ndugu Waislamu, hal yakulu wa alayka salamu ya rab? Je, amwambie Mungu wa alayka salam? La, inna Allaha huwa salam wa minhu salam wa ilayhi yaudu salam. Huwezi kusema Mungu na juu yako amani, Mungu mwenyewe ndiyo amani. Anajibuje salamu hii? Hal yakulu nabiyu wa alayya salam? Basi mtume aseme sawa, na mimi juu yangu amani. Yeye kaambiwa na Mola amani iwe kwako, naye aseme sawa, juu yangu amani. Inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana la ya'rifu al-ananiyata wala hubba dhat. Mtume alikuwa mtume sio selfish, alikuwa hapendi ubinafsi, yani apate khairi peke yake. La, kana yuhibbu al-khaira lin-nasi ajma'in. Mtume alikuwa anapenda khairi ziende kwa watu wote, na sisi katufundisha, anasema ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik,
wapendelee watu mazuri unaojipendelea mwenyewe. Na katika riwaya, hibba li akhika ma tuhibbu li nafsika, tumefundishwa mabwana na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, iwe tunapendeleana kheri. Limepotea hilo jambo sasa, sisi hatupendeleani kheri. Kila mtu anataka kheri apate peke yake, mwenzie asipate. Na haya ni maradhi, Mungu atuponeshe inshallah. Poneshe maradhi mabaya sana haya. Wewe pendelea wenzio kheri. Ikifika kheri kwa wengi, na wewe utapata humo humo kheri yako. Idha qaddamta manfaata al-amma fa inna maslahata ash-shakhsiyata tandarju tahta maslahati al-amma. Watu wa kanuni wanatuambia, ukiweka mbele maslahi ya wengi, basi ndani ya maslahi ya wengi na maslahi yako yako mule mule. Ukiweka mbele maslahi ya wengi na unapata mule mule. Mmoja aliziba njia, mtu mmoja amejenga akaziba njia, kwa sababu eneo la kiwanja chake linakaribia kuimaliza njia kabisa. Akaiziba yote. Alipoiziba yote, watu wakapata dhiki, wakamwendea, bwana, mbona unaziba njia? Ni eneo langu. Sasa sawa, lakini ni njia ambaye ni eneo langu, nakwambia nimeziba kwangu, sijaziba kwako. Haya sawa, hamna neno bwana. Baada ya wiki 2 nyumbani kwake ukatokea moto, kumeungua moto. Sasa imepigiwa simu ile gari ya kuzima moto, mnajua naita ambulance, au sio? Ambulance ilikosa pa kupita, imebidi ishie kule, huku haiji. Na kwa maana hiyo nyumba yote ikateketea kwa sababu ya ule ujinga wa ubinafsi. Mtume kamuitikaje Mola wake salamu? Innahu qala bilisani ridha, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Amani iwe kwetu sisi maashira al-anbiya wa ala ibadillahi salihin ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Mola, amani iwe kwetu sote. Mtume alikuwa hapendi ubinafsi kama wa kwetu. Amekuja bedui, jaa arabiyu wa salla waraa rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa arada an yad'u Allah bid'awatin dhannaha saturdi rasulallah, faqala arabiyu fi da'wahu Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan siwana. Alikuja bedui mmoja mjinga kweli, akaja kusali nyuma ya Bwana Mtume peke yao, kapata golden chance, yani yeye na Mtume tu anasali. Akatamani kuomba dua, akadhani ile dua Mtume ataipenda, tamfurahisha. Akasema, Allahumma, e Mola wa haki, irhamni wa Muhammadan, ni rehemu mimi na Muhammadi tu, wala tarhamu ahadan siwana, wengine wote achana nao. Watu wa dunia nzima wengi Mungu achana nao, mimi na Mtume tunatosha. Sasa huyu bedui dua hii ingejibiwa, sisi tulikuwa tumekwisha kwa kweli, tulikwisha sisi. Lakini faghadhiba an-nabiyyu minhu wa qala lahu ya a'rabiyyu laqad hajjazta rahmatallahi allati wasi'at kulla shay'in. Acha kuziba rehma za Mungu, zinampata kila mmoja. Baada ya kikao na salamu, qala rasulullahi ashhadu an la ilaha illa Allah, faradda alayhi rabbuhu wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, na mimi nashuhudia wewe Muhammad ni mtume wangu. Lakini Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu biilmi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Jamani, ni ugeni, dhiyafatun ilahia. Sasa mgeni na mwenyeji wake sio wamekutana, sasa si wanasalimiana. Yamepita mazungumzo yasiyojulikana na yoyote kati ya mwenyeji na mgeni wake, wamezungumza. Sasa mgeni anaondoka, Bwana Mtume anaondoka huko. Tabia, mgeni akikutembelea anaondoka, jamani, si unampa zawadi? Mmekuwa gumu, hata zawadi hamtaki kutoa. Mgeni hupewa zawadi, na Mtume alipewa zawadi. Faradallahu ala habibihi wa ala ummatihi 50 sala fil yawmi wal layla. Zawadi iliyotoka mbinguni ni swala. Mola kampa zawadi mtume wake swala, lakini swala ni 50. Tulitakiwa tuswali swala 50 kwa siku. Hebu nambieni, zingebaki hizo 50 kwa siku, mpaka muda huu ungekuwa umepata ngapi? Maana hizi 5, kuna mtu toka asubuhi kapata hizi
alipata dhuhuri pengine, na hii ndo ya pili, ikaja kwenye muhadhara kusikiliza, hii itakuwa ya pili. Mwingine hajapata hata moja, au sio? Na ni 5, zingekuwa 50. Mtume kabeba swala 50 kutuletea. Marra ala kalimillahi Musa, amerudi kapita kwa nabii Musa, na Musa nilikwambieni yuko wingu wangapi? Wingu wa 6. Amemuuliza madha qala rabbuka, mola wako kakwambiaje? Akamwambia, kanambia mimi natakiwa kusali faradha alayya 50 swala ana wa ummati. Nabii Musa akamwambia, irji ila rabbik, tafadhali rudi, inna ummataka la tatiku, ummati wako hawawezi swala 50. Jamani, mimi namshukuru Nabii Musa, au nyinyi mnaonaje? Huyu Nabii Musa huyu kawa mtu mzuri huyu, ametuhurumia, akamwambia rudi kwa Mola, hawa umma wako hawawezi, rudi ukapunguziwe. Mtume amerudi, fasukitat 5, zikapunguzwa 5. 50 toa 5 na baki ngapi? 45. Tungeweza sisi. Musa akamwambia rudi, mara ya pili anamwambia rudi, bado huu mzigo mkubwa huu, rudi. Karudi Nabiullahi Musa, alhamdulillah, rahimallahu Musa, Mungu amrehemu Nabii Musa, huruma yake kubwa sana. Amerudi, anarudi tena na tena. Nabii Musa anamwambia hawawezi, rudi tena, kararati rihla, mpaka zikabakishwa 5. Semeni alhamdulillah. Baada ya kubaki 5, fanudia min qibalillahi jalla thanauhu ya Muhammad laqad awjabtu faridhati wa khaffaftu an ibadi. Muhammad, sikiliza sasa, wajibu wangu umepita, hizi 5 sipunguzi tena, na nimeshawapunguzia waja wangu. Kutoka 50 mpaka 5, bado tena zipunguze, au mnaonaje? Zingepunguzwa Msifanye hivyo, 5 basi. Akaambiwa, ma yubaddalu alqawlu ladayya wa inna laka bihadhihi al-50 bihadhihi al-5 50, yani 5 fil fi'li 50 fil ajri, ma yubaddalu alqawlu ladayya. Sikiza Muhammad, nimekubakishia swala 5, lakini maneno yangu kwangu huwa hayabadiliki. Zitabaki 5 kwa kutenda, lakini malipo ni ya zile swala 50. Waislamu, mkiswali swala 5 mnalipwa malipo ya swala ngapi? 50. Shukuruni tena, semeni alhamdulillah. Mungu ajalie tudumishe swala inshallah. Sasa hapa ndio nataka niache hii maiki. Nataka kuiacha maiki kwa kukwambieni, ibada ya kwanza kufaradhishiwa Waislamu baada ya Mtume Muhammad kupewa utume ilikuwa ni swala. Awwalu ma aujabahu Allahu ta'ala min al-ibadat tawalla ijabuha bi mukhatabati Allah rasulahu laylatal mi'raj min ghairi wasita as-sala. As-sala, swala ndio ibada ya kwanza. Kabla ya swala kushuka, Waislamu walikuwa hawana ibada wanafanya. Sikuswali, sikufunga, sikuhiji, si zaka. Swala ndo kitu cha kwanza. Jambo la pili, kwa kuwa ndio kitu cha kwanza na kimefaradhishwa mbinguni, sio duniani, ndio Mola Mtume akasema as-salatu imaduddin, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Mabwana, nguzo kubwa ya dini yetu ni kuswali. Anayeswali ndo anajenga dini, na anayeacha kuswali ndo anabomoa dini. Mtaani kwako unapokaa kuna wabomoaji wa dini wangapi ambao wanavunja hii dini kwa kuwa hawaswali? Na pengine wanawezekana wa kwanza mkeo haswali na watoto wako hawaswali, yani mmekuwa ni familia ya watu wanavunja dini. Tunaelewana hivyo? Mungu atuongoze sote inshallah. Kama hiyo haitoshi, kwa huu utukufu wa sala, fahiya akhiru wasiyatin awsa biha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ummatahu ja'ala yaqulu wa huwa yalfidhu anfasahu al-akhira. Kwa uzito huo swala ndio wasia wa mwisho wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ameutoa wasia huu Mtume wakati anadaka pumzi zake za mwisho, yufariku dunia. Mtume amekufa, ndugu Waislamu, anasema hivi, as-sala as-sala as-salatu wa ma malakati aymanukum, na kuhusieni kuswali, swalini nyinyi na familia zenu. Ndio wasia wa mwisho. Mtume amekufa, kuna saumu.
mtume kafa kuna zaka, au sivyo? Mtume kafa kashaleta hija. Yote aliyawacha. Mtume amekufa anahusia kuswali kwa uzito huo. Mwisho, swala ndiyo mkoba wa amali zako. Fahia awwalu ma yuhasabu alayhi alabdu yawm alqiyama, ndicho kitu cha kwanza atakachohojiwa mtu siku ya kiyama. Ndugu wa Islam, kesi namba moja ukishasimama mbele ya Allah siku ya kiyama, kesi ya kwanza ni swala. Na mtume anasema fa in salahat salaha al-amalu kulluhu wa in fasadat fasada al-amalu kulluhu. Swala ikionekana nzuri, umepita, yote yataachwa. Swala ikionekana mbovu, basi, kwa sababu swala ndo mkoba wa amali zako. Mtume anarudi kutoka mbinguni, ana mkoba unaitwa swala, ambayo si tunatakiwa kuiheshimu na kuiswali mara 5 kwa siku. Amekuja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wajada alfirasha alladhi kana yanamu alayhi ma yazalu dafian kama taraka yara almaqadiri tajri fi a'innatiha wala tabitanna illa khaliyan bali ma baina ghambati aynin wa intibahatiha yughayyiru Allahu min halin ila hali ta'ammal ad-dunya bi'ayni fikrin tara ad-dunya ad-daniyata kal khayali wa kullu al-kainati ghadan satafna wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali. Mtume karudi usiku ule, kakuta pale alipokuwa kaketi kabla ya kuanza safari bado pana joto lake. Yani kama wewe umekaa hapa saizi, ukiinuka siku na joto lako ulipokaa hapa. Mtume kakuta mayazalu dafi an kama taraka, kama alipopaacha bado pana joto lake. Amesafiri safari ndefu baina Makkah wa Falastin wa masafatu bainahuma 850 kilometran qat'aha fi aqalla min tarfat aynin bi qudrati man la yaghfal wala yanam. Amesafiri kilomita 850 kutoka Makkah mpaka Palestina, safari ya ngamia mwezi mzima na kurudi mwezi mzima. Yeye kasafiri usiku ule na katoka zake Palestina mpaka mbingu 7 tuliposafiri naye. Amerudi pale alipokuwa kakaa bado pana joto lake pale, utadhani kainuka sasa hivi. Alipofika ana mzigo kapewa unaitwa sala 5. Falamma asbaha ghadat al-Isra wal Mi'raj fa idha bi aduwi llahi Amr ibn Hisham al-Makki yamurru ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa yas'aluhu mustahzi'a. Yuko mtu mmoja anaitwa Amr ibn Hisham. Amru ibn Hisham mashuhuri yake Abu Jahali. Mnanielewa? Abu Jahali. Abu Jahali namjua, ni mjomba wake na Saidna Umar. Saidna Umar mnamjua? Akasema mtu abjui Umar hapa, basi atakuja kutokea mara moja hapa, mtajuta akitokea Umar hapa saizi. Na hasa wale ambao hamjaswali leo. Akija Umar akamwambia kuna watu hawajaswali humu. Uombe dua utoke aje kukamata. Aje kukamata. Umar amezaliwa na mwanamke anaitwa Khantama bintu Hisham. Khantama bintu Hisham ndio mama yake Umar. Huyo Abu Jahali anaitwa Amru bin Hisham. Utakuja kuona mama yake na Umar ni dada yake na Abu Jahali, Amru bin Hisham. Kwa hivyo Abu Jahali akikutana na Umar ni mtu na mjomba wake. Waislamu nanielewa? Ni mtu na mjomba wake. Hadha kana aadai rasulillah, ndio adui namba 1 wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asubuhi anapita mtume, kafika usiku huo abekaa kwake hazinan, ana huzni. Amepita Abu Jahali, yasaluhu mutahakkima, istifhamu tawbikh, anamwambia alam yanzil alayka al-laylata shay'un ya Muhammad. Yani kwa Kiswahili cha sasa ningamwambia leo Muhammad huna jipya, maana wewe ni mtu wa mapya hivi, mara nyingi una mapya mengi. Leo vipi huna jipya? Huja tuletea jambo leo. Qala Rasulullah laqad usriya bi al-laylata min al-masjid al-haram ila biladi Sham. Leo lililopo mimi nimesafirishwa usiku, nimetoka Makkah mpaka Palestina. Lam yukhbiruhu an-nabiy bi khabari as-samaa li'annahu idha kadhaba al-israa fa min babi aula sayukadhibu al-mi'raj. Hakumwambia nimekwenda mbinguni,
Kaambia nimekwenda Palestina tu. Kwa sababu kama atapinga hii habari ya hapa ardhini ya Palestina, mbinguni tutakubaliana kweli? Ikiwa hataki ya ardhini, mbinguni tutaelewana? Mtume hakumwambia nimeenda mbinguni, anambia nimekwenda Palestina. Akamwambia naam, nimekwenda Palestina. Wa uta fi nafsi laila, na umerudi leo hii usiku, umeenda usiku umerudi usiku huu. Qala lahu an-nabiy naam, ambia ndio. Umekwenda umerudi usiku huu, sie tunasafiri mwezi kwenda mwezi kurudi, wewe umeenda usiku umerudi. Naam. Akamwambia sawa. Awama tastati'u an tuhadditha an-nasa bima haddathani bih, nikikuletea watu hapa unaweza ukawaambia maneno masu ukanikana. Hapa nina mpango wa kukujazia watu hivi sasa. Tukubaliane, nikishawaleta na wenyewe utawapa habari hiyo. Uniambie, kama hutowaambia nsiwaite. Hamu yangu ni waite hivi sasa. Utawaeleza? Qala lahu an-nabiy na'am, tumekaambia nitawaambia. Jamanini, kuna kaida, kuna kanuni inasema hivi: man khashiya Allah haqqa khashiyatihi fa kullu mukhawifin yakunu amamahu amana. Yoyote anomuogopa Mungu inavyotakiwa. Nisikizeni vizuri nyinyi watu. Mtu yoyote anayemuogopa Mungu inavyotakiwa kumuogopa hapa duniani, kila kinachotisha kwake kinakuwa amani. Kila kitu kitakuogopa wewe. Lakini ukimuogopa Mungu kwa kubipu, kama unamuogopa kama muongo hivi hueleweki hali yako, wewe utaogopa mpaka mende. Kitakutisha kila kitu mpaka mjusi. Na mimi najua mnaonaje, lakini nipunguze sauti, sio? Sasa hivi hapa mlipokaa akitokeza paka wale wanakimbizana wakaingia paka hapa weusi mara moja, mtakaa humo? Mmoja akija paka akasimama hapa paka mmoja, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtakaa? Tunaogopa sisi mpaka wadudu kwa sababu hatujamuogopa Mungu inavyotakiwa. Mwenye kumuogopa Mungu itakiwavyo, hakuna la kumtisha, hakuna kinachomtisha. Alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Wanofanya kazi ya Mungu wanamuogopa Mungu, hawaogopi chochote kingine. Haya, nitie hao watu. Abu Jahali amekwenda mbio, mtu wa kwanza anayemtaka ni Sayyidina Abi Bakari Siddiq. Yadhhabu ila Abi Bakari Siddiq awalan wa kabla kulli shay'in, yuridu an yushattita suhba baina hadhaini ar-rajulaini salihaini. Anataka avunje mahusiano, avunje mapenzi, avunje urafiki kati ya Abu Bakari na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akifika amemuuliza, ya Aba Bakari, awama sami'ta madha yaz'umu sahibuk, una taarifa za jamaa yako leo? Leo ana mpya. Wewe umekaa tu hapa, leo ana mpya huyo bwana, umepata taarifa leo? Madha yakulu sahibi, anasemaje bwana mkubwa? Yazumu annahu usriya bihi laylata min almasjid alharami ila masjid al-aqsa. Leo kasema hivi, muda huu amesafiri usiku wa leo, ametoka Maka mpaka Palestina, wa asbaha baina dhaharanaina, na ameamka na sisi hapa. Usifikiri kama kalala huko na kaamka na sisi hapa Palestina. Qala Siddiq, wa kad qala dhalik, ndio alivyosema bwana Mtume hivyo? Qala naam. Qala inni usaddiquhu fima huwa ab'ada min dhalik. Wewe unashangaa Palestina? Mimi namwamini bwana Mtume akisema kaenda mbali kuliko huko. Ana ukhbiruhu bi khabari, usaddiquhu bi khabari sama, akiniambia kaenda mbinguni, mbona mimi sina tatizo, mimi namwamini. Hadhihi hiya sadaqatu waqta shidda. Ndugu Waislamu, huu ndo urafiki na mapenzi wakati wa dhiki. A friend in need is a friend indeed. Ukiona mtu uko naye wakati wa shida, ndio mwenzako. Mnanielewa? Ma akthara al-ikhwana lakinnahum fi an-naibati qalilu. Jamani, duniani marafiki ni wengi sana, lakini subiri utawajua wakati wa shida. Wakati wa shida wanapungua, hawabaki wote, au sio? Kuna shida wanapungua. Abubakar kama mimi namwamini hata akisema kaenda mbinguni, na ndo bana atoka siku hiyo akaitwa Abubakar Siddiq. Nyie mnamjua anaitwa nani? Abubakar
Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Hilo si jina lake bwana. Abubakar haitwi Abubakar na Siddiq si babake, anaitwa Abdullah bin Uthman. Abubakar anaitwa Abdallah ala rajih maqila fi maidani sira, anaitwa Abdallah na baba yake anaitwa Uthmani. Yule mnomjua anaitwa Abu Kuhafa, jina lake ni Uthmani. Watu wamejaa. Jamaa sasa anajaza watu. Alisema anajaza watu, kaanzia hapa, lakini watu wanawajaza. Walipofika watu wamejazana, akamwambia ya Muhammad, akhbiruhum bima akhbartani bi, tafadhali na hawa waambie ulivyoniambia, na kuomba waambie vile vile ulivyoniambia mimi, tusikukataane hapa sasa, sema vile vile. Fa akhbarahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bihadhihi al-qissa. Mtume akawaeleza safari yote niloieleza hapa. Fa takasama an-nasu baina man tamassaka bi ra'sihi wa baina musaffiqin wa baina man yusa'ih. Wamegawika watu wanapomsikiza Mtume. Kuna wengine wamepiga kelele huyu, kuna wengine wapiga ferenge, wapiga vikofi hakadha. Leo kali, siku zote huyu bwana anaongea lakini nyepesi nyepesi. Leo ndio kali. Wa fi nnasi qalu lahum in kunta dhahabta ila almasjid al-aqsa fasifu lana.